Karibu. Donald Trump kwa mara nyingine amewakosoa tena washirika wa Marekani, akiambia Uingereza ikajichukulia mafuta yake yenyewe kutoka mlango bahari wa Hormuz. Hii ni kwa sababu anasema walikataa kuhusika katika kile anachokiita kuusambaratisha na kuung'oa utawala wa Iran. Akiandika kwenye mtandao wa Truth Social alisema, mtalazimika kuanza kujifunza jinsi ya kujipigania wenyewe. Marekani haitakuwepo tena kuwasaidia kama jinsi hamkujitolea kutusaidia. Mwisho wa nukuu. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth pia alionya kuwa ikiwa Iran haitafanya makubaliano, vita vitaendelea kwa kasi zaidi, huku akisema kuwa siku chache zijazo zitakuwa za hatua muhimu. Aidha, aliunga mkono msimamo wa Donald Trump kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Anabainisha kuwa hii ni njia ya maji ya kimataifa ambayo sisi tunaitumia kidogo kuliko wale wengi. Kwa kweli kidogo sana kuliko wengine wanavyotumia. Hivyo ulimwengu unapaswa kuwa makini katika kujiandaa kujitetea. Rais Trump amekuwa tayari kufanya kazi nzito kwa niaba ya ulimwengu huru kukabiliana na tishio hili la Iran. Sio tu tatizo letu tunapoelekea mbele, ingawa tumefanya kazi kubwa ya maandalizi kuhakikisha kuwa mlango bahari huo unabaki wazi. Na sio Uingereza tu. Trump pia aliikosoa Ufaransa akisema haisaidii kabisa. Ameishtumu kwa kutoruhusu ndege zinazoelekea Israel zikiwa na zana za kivita kupita katika anga ya Ufaransa. Aliongeza kuwa Marekani itakumbuka jambo hilo. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Jenerali Dan Kane alihimiza Iran kuzingatia njia ya kidiplomasia, huku jeshi la Marekani likiendelea kushambulia maeneo muhimu ya viwanda na utafiti pamoja na jeshi la wanamaji la Iran kwa kulenga uwezo wake wa kutega mabomu ya baharini. Kituo kikuu cha jeshi la Marekani, US Central Command, kinaendelea kutambua na kushambulia maghala ya kijeshi ya majini na maeneo ya kuhifadhi zana. Na tumeharibu zaidi ya meli 150 zikiwemo meli zote za kivita za daraja la Jamaran ndani ya jeshi lao la maji. Tukisalia Marekani, takwimu za kura zinaonyesha kwamba idadi kubwa ya raia wa Marekani wanapinga kampeni ya kijeshi nchini Iran. Hata hivyo, wanachama wa Republican wameendelea kumuunga mkono Donald Trump na takriban 75% wanaunga mkono vita hivyo. Lakini huku mgogoro huo ukiendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja, je, hali itasalia kuwa hivyo? Gary O'Donoghue alisafiri hadi Alabama, kusini mwa Marekani, ambapo Trump alishinda katika uchaguzi wa mwaka 2024 ili kuzungumza na wafuasi wake. Taarifa yake inawasilishwa na Ahmed Bahaj. Ni wakati wa kunyunyizia dawa miti katika maeneo ya vijijini huko Alabama. Mazao yanatarajiwa kuwa tayari kuvunwa mapema mwezi Juni. Familia ya Tim Pierce imekuwa ikilima ardhi hii kwa karibu miaka 100, lakini mwaka huu amepoteza karibu 50% ya mazao yake baada ya siku chache tu za hali joto chini ya 0 wiki 2 zilizopita. Zaidi ya hayo, bei ya dizeli imeongezeka kwa 50% tangu mwanzo wa vita, na pia kuna swala la mbolea. Bei ya tani moja ilipanda kwa dola 400 hadi 500 zaidi kwa tani. Dola 400 au 500 kwa tani? Ndiyo. Tim anaweza kupitisha baadhi ya gharama hizi za ziada, lakini mteja hatalipa bei ya juu kupita kiasi. Unaweza kudhani hili lingetikisa uungwaji mkono wake kwa rais, lakini sivyo. Kwa hiyo, hii ni ya kumaliza vita. Kama itanigharimu tu kidogo katika bei ya mafuta, faida yake ni kubwa kuliko gharama. Kilomita 100 magharibi mwa Tuscaloosa, katika chuo kikuu cha Alabama, timu ya baseball ya chuo imetoka tu kupiga mechi dhidi ya wapinzani wao wakubwa Auburn. Brand Banks na Ben Plattner wote wana watoto wao katika timu. Mmoja ni mpiga mpira ama mshambulizi, mwingine ni mtu wa kuzuia. Wanaofuata kila mahali. Uungwaji mkono wao kwa vita ni mkubwa, lakini unaweza kuwaona wakikabiliana na wasiwasi fulani. Nadhani hali ni mashaka kidogo. Sipingi kinachoendelea kwa sababu nafikiri kilihitaji kufanywa katika miaka 47 iliyopita. Namna ambavyo Trump amekuwa akishughulikia mambo yake, ningedhani angekuwa tayari ameshayatatua, lakini hili ni kubwa zaidi kuliko tunavyofahamu. Wote wawili, Brian na Ben, wanaamini kwamba Iran itakuwa tishio la karibu kwa Marekani. Sababu tosha, wanasema, kwa rais kuvunja ahadi yake ya kutokuwa na vita vya nje tena. Lakini kuna mambo ambayo hawakubaliani nayo. Unahisi vipi kuhusu wanajeshi wa Marekani kuwa vitani? Ndio sikutaka kuona hali hiyo.
Ungehisi nini kuhusu hilo? Kuhusu kupeleka wanajeshi moja kwa moja vitani ni kufanya chochote kinachohitajika kuiondoa serikali hiyo. Ukishaanza, hakuna kurudi nyuma. Alabama pia ni kitovu cha kile kinachoitwa ukanda wa Biblia wa Marekani. Imani thabiti ya Kikristo na kiinjilisti hapa ni sehemu muhimu ya maisha ya watu wengi, na uungwaji mkono kwa rais huyu pamoja na msimamo wake wa maadili ya kihafidhina ni mkubwa. Waumini hawa wa kanisa la Waadventisti wa Sabato wanafuata kwa karibu amri 10, hasa ile ya 6, usiue. Hivyo basi, waumini wa kanisa hili wana maoni gani kuhusu vita hivi? I think that people believe that... Nadhani watu wanaamini kwamba Iran ni tishio, na kwa hiyo wanaona kwamba kama ni tishio linapaswa kushughulikiwa mapema kabla halijawa kubwa zaidi. Proactively. Lakini je, hilo linaweza kubadilika? There was support for Vietnam. Kulikuwa na uungwaji mkono kwa vita vya Vietnam, halafu kabadilika na watu wakageuka. Kulikuwa na uungwaji mkono kwa vita vya Iraq na Israel, na watu wakageuka. Kama ilivyo kwa sehemu nyingine ya wafuasi wa MAGA, Wakristo wa Injilisti watafanya kila wawezalo kudumisha amani yao kwa Donald Trump, lakini uaminifu wao hauna mipaka. Asante Ahmed Bahaj. Sasa wakati mvutano kati ya Marekani na Iran ukizidi kupamba moto, kuna nchi moja isiyotarajiwa ambayo imeingilia kati kuzuia hali isiharibike zaidi, na nchi hiyo ni Pakistan. Pakistan sasa imeibuka kama mpatanishi muhimu kati ya Marekani na Iran. Lakini swali kubwa ni je, au ni kwa nini Pakistan na wala sio taifa lingine lolote? Mariam Jahid na maelezo zaidi. Pakistan inatumika kama daraja la kupitisha ujumbe kati ya Marekani na Iran. Tayari Marekani imewasilisha hoja 15 zinazojadiliwa na Iran, huku nchi kama Uturuki na Misri zikitoa msaada wa kidiplomasia. Hata hivyo, Iran imekataa hoja za Trump ikisema hazikubaliki. Lakini swali linalojitokeza ni kwa nini Pakistan? Kwanza kabisa, Pakistan ina uhusiano mzuri na Marekani na wakati huo huo inaaminika na Iran. Hii ni nadra sana katika siasa za kimataifa kuwa rafiki wa pande mbili zinazozozana. Pili, Pakistan inapakana moja kwa moja na Iran kwa zaidi ya kilomita 900 katika upande wake wa magharibi. Pia ina idadi kubwa ya Waislamu wa madhehebu ya Shia, jambo linalofanya utawala wa Ali Mujtaba Khamenei uwe na urahisi wa kuiamini. Tatu, ni maslahi ya ndani. Pakistan inategemea sana mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Kupanda kwa bei ya nishati kutaathiri wananchi wake moja kwa moja. Aidha, takriban Wapakistani milioni 5 wanaishi na kufanya kazi katika nchi za Kiarabu. Fedha wanazotuma nyumbani zinachangia karibu 10% ya uchumi wa Pakistan. Hivyo vita vikiendelea, uchumi wao unatikisika. 4. Pakistan haina kambi ya kijeshi Marekani, na hivyo haijaguswa na mashambulizi ya kulipiza kisasi kama wapatanishi wa awali wa Oman. La 5 na la mwisho ambalo halipaswi kupuuzwa ni kuwa Pakistan ina mkataba imara wa ulinzi na Saudi Arabia. Hii inaipa uaminifu mkubwa sio tu kwa nchi za Ghuba bali pia kwa Marekani kutokana na uhusiano wa karibu kati ya Washington na Riyadh. Kwa kifupi, Pakistan ina ukuruba na kila upande muhimu. Afrika haipo katika meza ya kusuluhisha mgogoro huu, lakini inafuatilia kwa ukaribu kinachoendelea Mashariki ya Kati, kwani mzozo huo unaathiri maisha hapa barani kupitia bei ya mafuta, mbolea, miongoni mwa mambo mengine. Kwa sasa, Pakistan ipo katikati ya mvutano mkubwa wa dunia ikijaribu kuzuia vita visitanuke. Swali ni, je, itafanikiwa? Ripoti hiyo ya Mariam Jahid inatukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu.